kwa kazi na Diamond kwa sababu najua kuna kama miaka kama 13 kwenye hizi stories za Burundi before tujaenda huku kwenye producers wa YouTube ulikuwa Burundi, kuna msanii anaitwa Lolilo ulifanya naye kazi tofauti ikiwemo najua ambapo Diamond alishirikishwa kule, si ndio? Lakini pia kuna kazi ambayo ulifanya alifanya Lolilo pamoja na Alikiba, maneno matamu, si ndio? Ilikuwepo hiyo miaka nyuma ya Burundi. Nyingine Omidimpose pia na Lolilo huyo. Omidimpose na Lolilo. Tuseme labda Lolilo kuna namna ambavyo alitengeneza njia yako ikawa nzuri kuja kwa wasanii wa Tanzania kupitia Diamond pamoja na Alikiba labda na Omidimpose. Naweza nikasema yes, kwa sababu mara nyingi Mwenyezi Mungu kila kitu anachokipanga au kukutanisha na mtu fulani huwa na sababu zake. Kwa hiyo mimi naweza nikasema sababu ya mimi Liza kuonana na Diamond ni Lolilo, kwa sababu ndo aliyemfuata akamleta studio kufanya naye kazi. Kwa hiyo na mimi ndio ulikuwa mara kwanza naonana na Diamond, tukafanya kazi, na baada ya ile kazi ndio ambayo ilinipa hiyo kazi ya kufanya na Diamond, kwa sababu alipenda nilichokifanya kwenye kazi na kupropose kwamba bwana, mimi ninahitaji kufungua lebo yangu na ninahitaji niwe na studio, ila nataka wewe ndio producer wangu, unasemaje? Kwa hiyo naweza kusema Lolilo ndio ilikuwa connection. Na hizi kazi ambazo unasema za kina Rayvanny na maana ulizifanya ukiwa bado Burundi before ya kuwa sasa pale WCB? Hapana, nilifuatia alishakuwa WCB. Naweza nikaielezea. Mara nyingi mtu unapokutana na star ambaye hujawahi kukutana naye unapofanya naye kazi, kwa producer yoyote yule, sijui kwa upande wa kazi nyingine na kwa ila kwa sisi unaweza kukutana na mtu ambaye hujawahi kufanya naye kazi, ni mkubwa, kuna ile hofu inakuepo. Diamond alinichukua akiwa ana imani katika kazi yangu, na ndio maana alinichukua. Lakini wakati mwanzo naanza kufanya naye kazi, kuna ule ujuzi wangu nilikuwa sijauonyesha kama alivyokuwa nausikia kwa kazi zangu za nyuma. Na ilikuwa naweza nikasema ilikuwa ni hofu tu ile ya mwanzo. Unaona, nafanya kazi na Diamond, ni star mkubwa East Africa, sijui. Kwa hiyo kujiamini kule kunakosekana mpaka nikawa nafanya kazi ya kiwango. Mpaka kuna kipindi nakumbuka aliwahi kunikalisha chini akaniambia, zile kazi ulizokuwa unafanya Burundi ulikuwa unafanyiwa na mtu au ulikuwa unafanya mwenyewe? Sio, nikamwambia hamna, nilikuwa nafanya mwenyewe. Mbona sasa hivi sasa sioni kile kiwango chako? Tuambie kama unafanywa na mtu mwingine. Nikamwambia hapana. Kwa hiyo nilivyokuwa nazidi kumzoea kidogo, kwa hiyo yeye akawa afanye kazi na mimi. Si akawa tayari kuna kama mashaka anayo. Akawa afanya kazi na mimi. Kwa hiyo Rayvanny alivyokuja, unajua Rayvanny mtu wa kuvibe na producer yote, awe ni mdogo awe ni mkubwa, amechangamka. Kwa hiyo tukawa tuna vibe, kila akija tumefumua duda, naona nasikia unaanza kuja hivyo, nasikia unaanza kuja hivyo. Kwa hiyo uaminifu katokea. Na kazi nyingine ambayo ilimwaminisha zaidi ni kazi ambayo nilifanya ilikuwa ni tangazo la kampuni fulani, sitaki kuitaja, ilikuwa ni Kwa hiyo ile tangazo, hiyo kampuni ilikuwa inafanya kazi na MJ Records na kina Master J na Makochali. Lakini Diamond alivyopata kufanya kazi na hiyo kampuni akasema, mimi siwezi kufanya kazi na studio nyingine wakati na mimi ni na studio. Kwa hiyo kazi mmeonipa ije huku Wasafi. Kwa sababu wao ndo wanataka kufanya kazi na Diamond, wakaona okay, hamna shida. Kwa hiyo wakawa wameileta ile kazi, nikawa nimeifanya. Sasa ikaonekana ile kazi inatakiwa itolewe kwangu, ikafanywa sasa mixing na mastering kwingine kwa MJ Records. Ila mimi nikafanya kwa uwezo wangu kwamba hapa iko sawa. Nikampa na data apeleke. Kwa mujibu wake hivyo ni hadisia. Sasa baada ya kupeleka kazi kule, ananiambia kwamba alimkuta Master J na wakina Makochali wamekaa pale na hao wateja wake wenyewe kwa ajili ya kusikiliza hiyo kazi. Ikaplayiwa ngoma pale. Cha kwanza neno ambalo Master J aliongea, producer gani huyu? Diamond akamwambia producer fulani nimemtoa Burundi. Kazi nzuri sana na mkono wa tofauti sana, mixing kila kitu kiko sawa. Hii kazi hakuna kitu chochote cha kuifanya kwenye hii kazi, kila kitu kiko perfect. Kwa hiyo hakuna kitu kwamba kama umeita tu mix sijui tufanyeje, hakuna tunachoona unaweza tukuongezea, iko sawa. Diamond akatoka bala, okay, kumbe Liza yuko sahihi. Kwa hiyo hakuniambia
kwa kipindi kile, akawa anaizungumza tu pembeni. Sasa watu wa pembeni ndio wanakuja, bwana bosi alisema hivi na hivi na hivi, bosi amesema hivi na hivi. Okay. Baadaye kaja ndo kanieleza, sema ile kazi ile, kina Makochali wamekubali. Sio nini na nini. Hiyo ndio ikampa sasa nguvu. Akawa sasa kuna kazi ambazo alikuwa anazifanya kwa maproducer wengine, anaanza kuzihamisha. Hebu malizia hii. Malizia hii. Malizia na hii. Malizia na hii. Basi uaminifu ulikuja zaidi hapo.